Hii yadi ya kampuni ya Universal Gas kwa ajili ya ukaguzi, na tumekuta kampuni hii wakifanya biashara ambayo sio halali ya ujazaji wa gesi kwenye mitungi ya makampuni mengine. Na hawa Universal Gas ni miongoni mwa wenye leseni ya EWURA ya usambazaji gesi, na lakini cha kushangaza sisi leo tumekuja tukakuta pamoja na kwamba anajua taratibu zote za utoaji wa leseni ya EWURA, tumekuta akifanya biashara ya ujazaji gesi mitungi midogo kwa kutumia gesi kwenye mitungi mikubwa. Sasa hii imekuwa ni tabia ambayo kiukweli sio jambo zuri, kwa sababu tumezoea kwamba mara nyingi gesi na vitendo hivi vinafanywa na watu ambao hatujawapa leseni, na tumekuwa tukitoa makatazo mara kwa mara kupitia ninyi waandishi wa habari, lakini safari hii tumekuta kampuni kubwa hii ambayo wamekuwa wakifanya biashara hii sivyo halali. Kwa hiyo tumekuja hapa kwanza kwa utaratibu wetu wa kawaida wa ukaguzi, lakini pia tunatumia fursa hii kutoa onyo kwa wote ambao wana leseni za EWURA lakini wanashiriki vitendo vya kiuhalifu kama hiki, wasije wakaendelea kufanya vitu vya namna hiyo, kwa sababu hatua kali za kisheria tutachukua. Kama wanavyofahamu, EWURA huwa tunafanya hivyo mara kwa mara pale ambako unakiuka masharti ya leseni uliopewa. Kwa hiyo pamoja na taratibu zingine ambazo tunazifanya kama EWURA, kwa maana ya kumchukulia zile hatua za kisheria kwa sababu ya kukiuka masharti ya leseni aliyopewa, lakini huyu tutashirikiana na jeshi la polisi kushughulika naye kama mhalifu tu mwingine, kwa sababu kiukweli sio kitu ambacho tunapenda kiendelee kufanyika. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa wote ambao wanafanya biashara hizi za ujazaji gesi kwa njia zisizo halali, wasiendelee kufanya hivyo, kwa sababu leo tumekuta hapa mitungi ya gesi inabadilishwa mpaka rangi. Yaani mtungi ulikuwa ni wa kampuni nyingine, unabadilishwa rangi wa kampuni nyingine, mitungi inaongezewa uzito. Kwa hiyo mteja anapoenda kununua gesi anakuta mitungi ile ni kama ni ya kampuni fulani, lakini kumbe sio ya kampuni husika. Lakini pia rai kwa wateja wanaotumia gesi, tafadhali tutumie maeneo ambayo yako rasmi katika ununuaji wa gesi, kwa maana ya kwamba yule muuza gesi lazima awe na mzani, upime uone uzito unafanana na ulioko kwenye mtungi, lakini jiridhishe kama ile lakiri iliyoko kwenye ule mtungi iko salama, kwa sababu tumekuta pia lakiri zinachezewa. Kwa hiyo tunaposhirikiana wote tutakomesha hivi vitendo vya ufanyaji biashara kwa njia isiyo halali. Sheria inasemaje kwa kitu kama hichi? Sheria, kanuni ya EWURA ya ufanyaji biashara katika gesi LPG, kwa mtu anayekiuka masharti ya leseni, hatua kadhaa zitachukuliwa dhidi. Kwanza kuna penalty ya mpaka milioni 20 ambayo huyu anayekiuka masharti ya leseni anaweza kupigwa, lakini tunaweza kwenda mbali zaidi mpaka hata kufungia leseni, kwa sababu katika hali ya kawaida hatutegemei yule ambaye ana leseni ya EWURA ajihusishe na vitendo vya kihalifu. Kwa hiyo sheria imeweka mazingira ambayo yanaweza hata kumtoa nje ya biashara kabisa. Kwa hiyo tutaangalia kulingana na ushahidi ambao tutaendelea kuchukua hapa na taarifa ambazo tutaendelea kuchukua, na tutajua kwamba ni hatua zipi kulingana na sheria atachukua, lakini miongoni mwa hizo ni hizo za penalty, lakini anaweza kwenda hata kufutiwa leseni kulingana na sheria ya EWURA. Lakini kama mhalifu, sheria ya EWURA inamweka. Tuko hapa leo, kuna tukio ambalo ni la kiuhalifu. Hii ni kazi ambayo tumekuwa tukiifanya pamoja na wanachama wetu, kutambua watu ambao wanajaza hii gesi ya mitungi kiuhalifu mitaani na kuwauzia watumiaji, ambayo ina madhara makubwa sana. Kwanza mtumiaji anaibiwa, kwa sababu kwa mfano mtungi wa kilo 6 ambao mteja ananunua kwa ajili ya kilo 6, lakini analipia, unakuta kule ndani kuna kilo 4 na nusu. Kwa hiyo anapunjwa labda
kiasi cha gesi ambacho kiko kwenye mtungi ukilinganisha na ile pesa aliyolipia. Lakini pia hawa jamaa wanaweza kusababisha hatari kubwa sana ya kiusalama kwa sababu hawana vifaa maalum ambavyo vinatakiwa kujaza hii mitungi. Hii mitungi inatakiwa ijazwe sehemu ambayo ni salama, hasa kwenye maghala ambao kuna vifaa vya kiufundi. Sasa wanapojaza sehemu kama hizi, maana yake wanahatarisha watumiaji kwa sababu hawajazi vile inavyotakiwa. Kwa mtungi unaweza kwa mfano ukaenda huko nyumbani ukaanza kuvuja ukasababisha moto. Tumeshaona kwamba kunakuwa na matukio ya gesi yanatokea sasa hivi, mioto ya gesi, mojawapo ya chanzo ni kitu kama hiki. Lakini tatu, wanawapunguzia mapato wanachama wetu kwa sababu wanaposhikilia ule mtungi na kuanza kujaza gesi kiuhalifu kama hivi tunavyoona,